Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Tunatumainia kwamba mpaka sasa bado mnaendelea salama salimini, na tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaenda kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika nyanda za kiusalama, kidiplomasia na hata za kisiasa. Na katika nyanda za kidiplomasia tutakwenda kuongelea habari ambayo imetokea hiyo jana Jumatano ama Mercredi tarehe 25 Machi mwaka 2026, ambako mamlaka za Kongo DRC zilipokea ripoti za awali kuhusu tukio la kiusalama lililohusisha Denise Nyakeru Tshisekedi, mke wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alipokuwa akiwa katika hoteli huko mjini Washington DC. Kulingana na taarifa za awali, watu ambao baadaye walitambuliwa na vikosi vya usalama kama raia wa Rwanda walidaiwa kujaribu kujipenyeza kwa nguvu na kinyume cha sheria katika chumba cha hoteli cha mke wa rais huyo. Vikosi vya usalama vilivyopewa jukumu la kumlinda mke wa rais vilichukua hatua mara moja na vikakabiliana na wale watu na kuzuia wasifanye jambo lolote la ziada. Ripoti zinaeleza kuwa kulikuwa na mzozano na magombano mafupi. Baada ya hayo, wahalifu hao wakaamua kujiondoa eneo hilo. Baadhi ya taarifa za awali zinaashiria kuwa wale watu huenda waliondoka katika gari ambalo vyanzo vya usalama vinahisi linaweza kuwa na uhusiano na serikali ya Rwanda. Hadi sasa hakuna uhakika kama kitendo hiki kilikuwa jaribio la mauaji, kutisha ama kuintimidate, ukusanyaji wa taarifa au kitendo kingine cha uhasama. Kile kinachoonekana kwa ripoti zilizopo ni kuwa kasi na ufanisi wa hatua za vikosi vya usalama kumezuia hatari hiyo kubwa, na mke wa rais yuko salama na hajapata majeraha. Mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ziliarifu serikali ya Marekani kuhusu tukio hilo na njia za kidiplomasia tayari zimeanzishwa. Katika muktadha huu ama konteksti hii, tetezi za kadhaa zinaendelea kusambaa zikidai kwamba Kolonel Rahule Bazatoha, ambaye ni atashe wa ulinzi wa Rwanda katika ubalozi wa Rwanda nchini Marekani, huenda alihusika katika kuwaondoa watu hao wahalifu ambao walijaribu kumzuru bibi Denise Nyakeru. Taarifa hizi zimetajwa hasa kwenye mitandao ya kijamii pamoja na maoni ya umma. Kwa upande mwingine, Kolonel Bazatoha anatambuliwa hadharani kama atashe wa ulinzi katika ubalozi wa Rwanda mjini Washington, ambapo jukumu lake ni kuwakilisha maslahi ya Wizara ya Ulinzi wa Rwanda mbele ya mamlaka za Marekani pamoja na washirika wengine wa kimataifa. Kutokana na tukio hilo, ubalozi ama ambasada ya Kongo nchini Marekani imetoa ujumbe rasmi ambao liliweka wazi kuwa jaribio la uvamizi lililohusisha watu waliotajwa kuwa raia wa Rwanda limezuiwa kwa wakati muafaka na kikosi cha usalama kilichokuwa kikimhudumia mke wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyekuwa katika ziara rasmi nchini Marekani, ambako alikuwa amealikwa na mke wa Rais Donald Trump ambaye anaitwa Melania Trump. Kwa mujibu wa taarifa za awali za ubalozi wa Kongo, zinadai kuwa watu hao walijaribu kuingia kwa njia isiyoruhusiwa katika eneo lililotengwa kwa ajili ya mke wa rais. Hatua za haraka na zilizoratibiwa za walinzi wa usalama ziliwezesha kudhibiti hali hiyo kabla haijazidi kuwa mbaya, na hivyo kuzuia tukio ambalo lingeweza kuwa na athari kubwa. Tukio hili linachukuliwa na serikali ya Kongo kama ukiukaji mkubwa wa taratibu za usalama. Linamhusu kiongozi wa ngazi ya juu aliyekuwa nchini Marekani kwa mwaliko rasmi. Taarifa za tukio hili ziliripotiwa mara moja kwa mamlaka husika za Marekani, ambazo sasa zina jukumu la kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini mazingira halisi ya tukio, kutambua wahusika na kuelewa kwa undani nia ya jaribio hilo. Kwa kuzingatia taarifa zilizopo hadi sasa, tukio hili haliwezi kupuuzwa wala kuchukuliwa kama kutokuelewana kwa kawaida. Linajitokeza katika muktadha mpana wa kikanda na kimataifa unaohusisha wasiwasi wa mara kwa mara kuhusu vitendo vya nje ya mipaka ya nchi na operesheni zinazolenga watu binafsi, jambo linalohitaji umakini mkubwa pamoja na tathmini ya kina na huru ya ukweli.
Mamlaka za Kongo pia zimepongeza mwitikio wa haraka na wa weledi wa vyombo vya usalama ambavyo vilihakikisha usalama wa mke wa rais na kuzuia hali hiyo isizidi kuwa mbaya. Maendeleo ya suala hili yanaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku ikisubiriwa hitimisho rasmi litakalosaidia kufafanua wajibu wa wahusika pamoja na athari zozote za kidiplomasia zinazoweza kujitokeza. Na kwa mujibu wa taarifa zinazodaiwa kutoka upande wa Rwanda kupitia ubalozi wake ama ambasada yake ya huko nchini Marekani, zinadai kuwa tukio hilo lililotokea katika hoteli huko mjini Washington DC linaonekana kuwa ni matokeo ya kukutana kwa bahati mbaya kati ya timu hizo mbili tofauti za usalama, yani timu ya Rwanda na timu ya Kongo, na wala sio jaribio lolote la uvamizi uliolengwa. Ila kulingana na toleo hilo la Rwanda, linasema tena kuwa mwanachama mmoja asiye na silaha wa timu ya usalama ya Rwanda iliyokuwa ikimlinda kiongozi wa Rwanda aliyekuwa amefikia katika hoteli hiyo, na yeye pia alikutana bila kukusudia na maafisa wa usalama waliokuwa wakilinda ujumbe ama delegation ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya korido inayotumiwa na wageni wote wa hoteli. Kwa hakika ujumbe ama delegation za pande zote mbili zilikuwa zimefikia katika hoteli hiyo wakati wa tukio hilo. Inadaiwa kuwa hali hiyo iligeuka mvutano wa muda mfupi baada ya afisa wa Rwanda kuzuiwa kutumia lifti ama ascenseur na walinzi wa Kongo, jambo linaloelezwa kwa mujibu wa Rwanda kama tabia isiyofaa katika eneo la umma. Hata hivyo, hali hiyo ilidhibitiwa haraka bila kusababisha madhara makubwa. Baada ya tukio hilo, delegation ya Rwanda iliamua kuondoka katika hoteli hiyo kwa tahadhari. Hata hivyo, wanadai kuwa walifuatiliwa, kurekodiwa video na hata kusumbuliwa na watu wasiojulikana wakati wakiondoka. Licha ya hali hiyo, wanasisitiza kuwa walionyesha nidhamu na weledi kwa kuepuka mzozo wowote zaidi. Hatimaye, toleo hili linapinga vikali baadhi ya kauli za hadhara zilizotolewa na maafisa wa Kongo, hususan zile zinazodaiwa kutolewa na waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari wa DRC Bwana Patrick Muyaya, likisema kuwa zinapotosha ukweli. Linatoa wito kwa umma kuwa makini katika kutafsiri taarifa zinazosambazwa na kuzingatia tathmini ya taarifa zilizohakikiwa. Ila baada ya ujumbe huu wa ubalozi wa Rwanda, kulihibuka mjadala mkali unaozunguka maelezo yaliyotolewa katika ujumbe huo. Baadhi ya wachambuzi wa Kimarekani na vyanzo vya ukosoaji wanaeleza mawasiliano hayo kama jaribio la kupunguza uzito au hata kupotosha ukweli wa matukio kuhusiana na tukio la kiusalama lililomhusu mke wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Denis Nyakeru Tshisekedi katika ardhi ya Marekani. Kumradhi. Kwa mujibu wa tathmini hizo, maelezo yanayosema kuwa kulikuwa na kutokuelewana tu kwa kawaida kati ya timu za usalama ya nchi hizo mbili yanapingana kwa kiasi kikubwa na taarifa nyingine zinazoashiria kuwepo kwa hali ya taharuki iliyohusisha hatua za kugusana kimwili baada ya kuwepo kwa mtu aliyeshukiwa kuwa wakala wa Rwanda karibu na chumba cha mke wa rais akidaiwa kujaribu kuingia bila ruhusa. Ukosoaji huu unawekwa pia katika muktadha mpana wa namna mamlaka ya Rwanda chini ya uongozi wa Rais Paul Kagame inavyotazamwa, ambapo wapinzani na baadhi ya mashirika ya kutetea haki za binadamu wamekuwa wakitoa tuhuma za mara kwa mara kuhusu matumizi ya mbinu za kuvuka mipaka ya nchi hii kukabiliana na watu wanaochukuliwa kama vitisho. Matukio kadhaa yanayohusu wapinzani wa Rwanda walioko uhamishoni mara nyingi hutajwa kuonyesha wasiwasi huu unaoendelea. Miongoni mwao ni Patrick Karegeya aliyepatikana amefariki katika hoteli nchini Afrika Kusini mwaka wa 2013 ama 2013 katika mazingira yanayodaiwa kuwa ya mauaji. Seth Sendahonga aliyeuawa kwa kupigwa risasi Nairobi mwaka wa 1998 ama 1998. Bwana Andre Kagwa Ruisereka aliyepatikana amefariki mwaka wa 2010 ama 2010
na bwana Silidio Dusabumuremyi aliyeuawa mwaka wa 2019, yani 2019, pamoja na Seif Bamhoriki aliyeshambuliwa kwa risasi mwaka wa 2021 ama 2021. Katika muktadha huu, baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa tukio lililotokea Washington linapaswa kupewa uzito maalum na kufanyiwa uchunguzi wa kina kutokana na hadhi ya juu ya mtu aliyelengwa pamoja na historia ya matukio haya ya kiusalama. Aidha, wito umetolewa kwa mamlaka za Marekani, hususan kwa Donald Trump, ili zichukue kwa uzito mkubwa tuhuma hizi pamoja na athari zake katika masuala ya usalama ndani ya mipaka yao. Na kwa hapa, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndipo ambako tunakwenda kukomesha awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanakwenda kujiri kuhusiana na hali ya kisiasa, kiusalama na kidiplomasia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tukutane kwa majaliwa kwa kuzidi kuhabarika zaidi. Asante.